because Baba, since Baba died, so this last year, 3 months now. Yeah, 3 months. To me, what you know, it's like internal way in ODM. There are other people receiving more as they read to work with people beyond 27 because Raila said, you know, ODM will work with, of course, ODM left as a broad-based government, so we'll work with Ruto from beyond 2027. Of course, Baba and Sema, not beyond, it will just be 2027. Beyond 27, it's either yes or a no. He said they work with UDA or they will not work with UDA. There are sections of ODM members who are saying that we cannot work with ODM because the principles of ODM does not align with UDA. With UDA, yeah. So you, as a former youth member of ODM, is it internal war about nothing? Do you see it's something that will, you know, will destroy the party? Because the videos now, it's like this party is divided. It's like there's ODM A, the Babu, Sifuna, and the daughter of Raila, and there is ODM B, and the old people. So you, as a former youth member of ODM, who has been there, yeah? What's your take on all this thing that is happening at ODM right now? Thank you for this one. As a former youth member of the ODM, what I know with the ODM was always been a party of structure, where we find that ODM, always those who are old, the old people, the old generation, we find that our, like the old ones, are the oldest people who are, let me say like what? Wenye huwa wanatoa maoni, vitu kutengeneza party, kama kitu ni mbaya, hao ndo wanasikika. Hao ndo kama kitu ni mbaya, the experience they being in the party, they have been for a very long time. Like you find the ODM was founded by the likes of Oburu. Oburu was founder of ODM. Find Oburu, find Nyong'o, Orengo, and who? I'm forgetting this name. Ruto. Ruto was there, but Ruto shifted gears because of like the likes of Mudavadi. So they shifted gears because ODM, you find that ODM, they always saying that if you cannot be what to the party, if you cannot be loyal to the party, you'll not be in the party. But now the things are happening because Raila is not there. Because Raila could have been there, Raila could have sorted these things. So you find that the ODM wamesimu kusikia watu wenye kitambo. Before Raila make any decisions ama vitu zikuje, Raila alikuwa anaenda huko chini kutembea chini. Ground. Na nasikiza ground, na yeye anasema hivi, na yeye anasema hivi, na yeye anasema hivi. So you find that kitu saina inaenda fracas, most of mtu anaanza fracas ni win. Because unapata that time that Raila died, that's the worst mistake that ODM did. Raila alishakufa hivi, unapata kama watu wengine washakimbia nje, washasema Oburu ndo party leader. Without going back, wangesema tuache tutulie kwanza, after tukishamaliza kitu kama hii ndo tutangaze structure ya nani ndo youth leader. So vitu kama hizo ili force kwa mimi venye naiona, venye I feel. So kitu kama hii ili force mpaka Winnie, the likes of Winnie, watu wengine wakasema penye watu wanakimbia, washasema the neck all the wenye traditions neck kama kwa nani? Neck kwenye traditions wa ODM wanachagua NDC. Wanachagua mtu. So wao unapata hao generation walifeel ni mbona watu wamekimbia kutangaza nini na bado Raila hajazikwa. Chagua is the party leader. So up from hapo ndo vita ilianza. Hapo ndo naona kama vita ilianza pale na pale. So naona kama Winnie alikaa nje akatulia. But vita yenye kwa ODM ni vita wenye forces from outside. That's what I know, forces from outside. Ndo na push. Kuna watu wengine like there's some people walishatoka ODM but wako announce. So kwa nasema ni kama Raila alikuwa na wa block. So unapata wenye una push hizo forces hizo fragments ziko ODM. They're not people in ODM. They are people from outside ODM. So wakina nani wanaona, wakina Winnie, the likes of Winnie, Sifuna, Babu Owino wanaona moso meetings mob wakui briefed. Unapata kama the likes of wakina kao nani Wanga nani washachukua Oburu
washachukua Oburu kama neck. Unajua sana jawa party leader Raila, before Raila alienda kwa vitu, alikuwa anaenda kwa neck. So hao unapata kama neck ndio unampatia report. Nafanya before Raila alienda kwa watu kama hao. Raila alikuwa anaita watu wengine. Musa alikuwa anaita members. So wanaenda wanasikia wanasema nini. So unapata kama watu kama hao wanaenda mpaka Oburu pia wanaenda hapo wanasikia the likes of Inawini wanasema mbona sisi tunaachwa nje? Hatujui nini inaendelea ODM ama nini. But all in all, vitu kama hizo nasikia wameanza kusolve. Na sasa do you see that ODM is it divided? We have ODM and ODM as per now. Kuna watu wanaweka kuna kundi fulani wako pamoja na move pamoja Orengo Sifuna Babu, na kuna kundi fulani hata kwa history tunaona right now ODM inafanya underground. They trying to endorse Oburu with the one at the lead in negotiation ya ODM na UDA. So are we seeing two teams here? As per now, there's no two teams. The only thing is that the difference and they like let's say like the communication. There's communication. There's a way that the ones that call ODMB, the likes of Winnie, Sifuna, they are not being told, they are not being informed. When kama waambii na wapewi time waende waongee na Oburu, because all along wanakuwa blocked kuongea na Oburu. So kukaa chini the ideas zenye pia wanataka waende waongee before wakae chini. Venye Raila pia alikuwa anawasikia. Unajua before Raila, you the uzuri ya Raila, may also rest in peace. Before Raila aende hata kwa hizi kama leader ground, Raila alikuwa anaita watu kila mtu pamoja. Akijua nani ako na different opinion. Kuna tena Sifuna pia. Kuna times Sifuna alikuwa anajama hapa, anasema ati hapana, nini Raila paka jama hapana. Sifuna has the right to talk nini. So na Raila alikuwa analeta chini, tena wanaongea. Wanaongea this and this. Hata tunaweza pata before meeting ya mwisho ya ODM, before Raila kufu, ilikuwa the likes of Babu Owino waliitwa. Muso hao wenye walikuwa wanasema ni marebe. Raila pa aliwaona akasema hapana. In ODM there's no rebel. Kuna hao vijana wadogo pia au kuna vitu wenye wako naye na wanataka wasikie. Wacha hao pia waitwe. That's why I have a feeling that last meeting, that's why unaona kama wakina nini walikuwa hapa na the likes of kina Orengo, Nyong'o, the reason why wakukua, so unajua ndio mtu mwenye unakuta kabla ende Raila ende AAC. Siko nakumbuka. Aliacha chama nani? Who was the interim leader? Nani Raila aliacha chama? Who was the person that was in the party? Silikuwa ni Nyong'o. Wanapatia Oburu. So hapo and right now hii unaona hichi inafanyika hata Nyanza hapo kwa tafi ya Nyong'o. Nyong'o kwa meeting. Hiyo inajaribu kusema nini? What is it? Kwa sababu if the person that Raila trusted with the party alimwachia chama kabla hii nakienda UEC. Hii meeting ambayo ilifanyika hapa Kisumu kwa tafi ya Nyong'o. Nyong'o was present. What does that mean? What does that say? So hiyo kitu that's why linakuanzisha ODM alikuwa the likes of the elders hao wenye wako big. So ni kama hao watu wanataka walete hii group. Unajua the likes of kina Nyong'o pia wangekuwa hapo pamoja. Na alafu huku pia kuna hii side nyingine that's wanasema ODM A na ODM B, hakuna kitu kama hiyo. They are just one thing. It's just communication and some disagreement. Kuna disagreement kidogo. So walikuwa na feel bwana Nyong'o akienda huku naenda yeye ndo hao founders members wakienda walikuwa kwa pamoja, walikuwa na Oburu nao pia waache wakifanya vitu zao, hataonekana kitu kingine poa. So hao wanataka tu wanajaribu kuresolve wajue nini mbaya, nini chenye watu wanataka, then baadaye ndio sana naona kama watakuja pamoja ili waongee. Sasa kwa hiyo wiki ya Kisumu hapa kwa sababu kwa sahihi anaangalia what's the issue. Nyong'o angalia kitu kama what's the issue. Anataka vinyao watu wajue what's the issue. Hata before nikuteka, hata kuna hiyo meeting ilikimbia Kibera after the likes of Oburu wasiwenda Kibera, then baadaye Winnie na ndugu yake wakaenda.
So hao ndio walikaa chini wakaangalia, ndio wakasema Nyong'o, kina Nyong'o sasa akatumia wisdom yake akasema hapana. Inafaa tuangalie nini mbaya. There's something not going well up. So na there's external forces wenye jaribu kuangusha hii party. Na is Winnie a threat to Oburu? Winnie is not a threat to Oburu. Because the other meeting inaga Kibera una ground ilikubali. Ile meeting na Oburu alifanya ilikuwa ni kampuni. Ilikuwa kampuni. Kampuni. Una crowd ililala ba. Even the leader was saying watu iko Raila angekuwa kusema. You know, Winnie is a threat. Winnie pale Kibera unaweza watu walichangauka bado. Winnie is a threat to Oburu because Winnie unajua Winnie ni daughter of Raila, the nini of Raila. So alafu also Winnie was very close to Raila. Winnie amekuwa all along, amekuwa pampered. Yana na feel everything. Yeye anataka ajue before hata nani atoke nje, before Raila alikuwa anamfanyia. Before Raila any meeting Raila step out. Unapata Raila alikuwa inform everything. Na Raila anamchanua mapema. But say Winnie na feel ako in the dark. Ambiwi everything. That's why you find the likes of Sifuna kina Babu akina Sotsi hawaku informed. It's just disagreement. So there's some people wameingia tu kwa hii kitu wanasema ati hapana, wewe Oburu tufanye hivi na tufanye hivi. So na feel like yana threat na but again mwa sema ana threat but threat yako na watu wana feel wana threat. Sisi kama raia tuna feel kuna siri yenye Winnie anajua kwa sababu alikuwa close to Raila. Kuna siri anajua kwa nini kwa Raila. But hiyo hizi kuwa threat to Oburu. Because all along Oburu has been with his brother. Why do we not our title what the initially the conference because the time Kaleba means saboti alisema according to the constitution of the ODM if a party leader is dead lazima national delegate conference. If I can remember with the constitution of ODM, there's every party, even our party, we have the constitution, and the constitution of ODM says that whenever a party lead ama someone is hired dies, the national NDC they go to a meeting, just a brief meeting. After that they elect someone. And I think that ODM did that. After Raila has been buried nini kama ikaisha, then baadaye wakakuja wakaenda kwa meetings hizi Mombasa ama wapi. Hapo ndo Oburu akakuwa endorsed. Unajua Winnie alisema tu Mombasa alisema ndio connection of the conference because ODM ni watu hata Raila tu yeye alisema hapa ODM Raila alikuwa akienda consult of ground na inafaa sasa ndio watu ground wachague. So I have a feeling that hata sasa hii ukiangalia, that's why nasema kizi kwa ni ODM, that's why sasa unaenda kwa ODM sawa waamua to lead a ground. That's why wamerudi chini kwa sababu ODM ni party ya watu. Even I know ODM. No? Yeah, they're endorsing him, yani to hear the nini kama nini, kusikia nini ya watu, kusikia venye watu wanasema, how people kusikia nini venye pia watu pia wanaamua mara hii tufanye hivi. They must do that because audio ni party ya watu. That's why they are moving from each and every county to county. After that, after moving to each of all over Kenya and all the counties, then we'll come together. They'll go to that elections for NDC. Let's say for example, because of Oburu's own, but again, we sound to come and go easily, yeah? Sasa, tuseme, huyu jamaa, I decided to step down, you know, decided to step down. Aseme, mimi ndio wangu now decided, because again, you cannot sideline him because of his age, despite his age, and experience. Still a member of ODM. Still a member, still experience. But again, if what Oburu says, actually step down, do what vijana nafasi. Do you think it's a move that itafanya ODM more popular? About to mimi naenda chini, nache vijana. Do you think it's a move that will make ODM more popular? It will make it popular. That's why nakwambia ODM, they are still on the ground. I don't know, leader ground. They are taking opinions from different people. They're saying that when we are going to the NDC,
You people, what do you suggest to us? Do we elect Oburu again, or do you choose another person? So the real opinion from each. That's why they're going all over Kenya. That's why if going all over Kenya, they want ODM to be popular, because ODM is a thing of so many tribes, so many people. That's why they're going to the ground. So after going to the ground, after that, then they will take their opinion and say that so people have endorsed Oburu. So even if what they hear from the ground, if people don't want Oburu, say, Oburu, you cannot lead us. Let us take another person to lead us. So that's what you think. That's what I think.